Watu wana mahangaiko sana sasa ya kuondoa kitu kinachoitwa laana. Nimesema laana imekuwa ni ajenda kubwa kwenye makanisa na kwa Wakristo. Wakristo wengi wanafikiri wamelaaniwa na wanaamini kwamba wamelaaniwa. Kwa hiyo utasikia kuna laana ya ukoo. Kwa hiyo anapambana atoke kwenye laana ya ukoo. Wengine wanasumbua bibi zao na babu zao waliolala zamani. Yaani umeenda shule, umeacha kusoma, umeanza kuvuta bangi, unafeli, alafu unaanza kusema mzimu wa babu. Bangi na mzimu wa babu hapa na wapi? Unasumbuka kwa sababu ya kutokuthamini kazi ya msalaba. Sisemi kwamba ulimwengu wa roho haupo. Upo. Una mambo yake. Lakini saa zingine tumezidi. Saa zingine tunatumia uvivu wetu, uzembe wetu, tunatafuta shortcut, tunatafuta mbuzi wa kafara. Sio sawa. Na hata kama huko kwenu kuna maroho hayo, ukiutazama msalaba unatoka mzima mzima. Ukipokea manufaa ya kazi ya msalaba unatoka mzima mzima. Huhitaji kuchezeshwa gwaride ambalo wamekuwa wakikuchezesha na kula hela yako. Hii ni shida ya Afrika. Ni shida ya Watanzania, ni shida ya Wabantu. Kusingizia kushindwa kwako eti kwa sababu ya wazee waliolala kabla yako. Hii sio sawa. Huu ni uhuni katika imani. Mnasahau kwamba Yesu ametununua kwa damu yake mwenyewe. Na kama ametununua, sisi sio mali yetu tena. Sisi sio mali ya bibi tena. Sisi sio mali ya babu tena. Ametununua. Na kama ametununua, tutaishi kwa kanuni ya kwake, kwa maelekezo ya kwake, kwa ulinzi wa kwake. Ifike mahali uache kuwasingizia hao kina bibi. Unawasumbua, waache wapumzike. Unafanya kazi kwa ulegevu, alafu unasema nina laana. Wenzako ambao hata hawajabatizwa, hata hawamjui Kristo, wanafanya kazi kwa bidii, wanaona matokeo. Lakini wewe kazi yako, nilikuwa nawaambia mahali fulani, Wakristo siku hizi wengine wamekuwa kama vile vigari vya binua mchanga. Yaani wewe kazi yako kubeba mchanga, kila mahali unapeleka udongo. Wakitishwa kidogo tu kweli kwamba umelaaniwa, wanasema kweli nimelaaniwa, kweli. Kwa sababu huna balance, huna stamina ya imani. Huna stamina ya imani. Kwaresma hii, kwa nguvu ya msalaba, kwa kazi ya msalaba, upokee stamina katika imani. Mungu akiwa upande wetu, ni nani tena anayekuwa juu yetu?